za kabla ya kuiendea sikukuu au sala ya Idi katika sikukuu zetu mbili ni watu kujiandaa katika kufanya matembezi katika sehemu muhimu za jamii ya Kiislamu. Kwanza, wagonjwa. Hii imetajwa kabla na baada. Yaani sunna hii ya kutembelea wagonjwa katika siku ya Idi, kabla ya sala ya Idi na baada ya sala ya Idi imetajwa. Kabla na baada ya sala ya Idi, kujiandaa kwenda kuwatembelea wagonjwa, kujiandaa kwenda kuwatembelea wenye hali ngumu. Sio, tunaelewa? Leo hii tunapozungumza kuwatembelea wenye hali ngumu, kuna mambo mawili tumejiwekea sisi. Wengine tunaona tabu kweli kwenda kuwatembelea jamaa zetu ikiwa mfukoni mwetu hamna kitu. Yaani kuna wengine tuko hivyo, yaani tunajisikia vibaya kwa sababu mfukoni hatuna chochote. Matokeo yake ubaya huu unazalisha ubaya mara mbili. Maana yake kwa sababu ya kuwa hatukwenda ndio hatukwenda. Kwa hiyo tumekosa sunna ya kwamba hatujenda, na tumekosa sunna tukienda twende na kitu, kwa sababu tumeshajenga msingi wa kwamba tukienda tuende na kitu mfukoni. Kwa hivyo hatuendi. Kwa sababu gani? Hatuna. Kwa hiyo tunakosa sunna nzima ya kufanya jambo lile. Utaratibu wa dini ya Kiislamu, kutoa ni kitu kingine, na kuwatembelea ndugu na kuwafariji kwa namna moja au nyingine ni kitu kingine. Kwa hivyo utaratibu wa katika mazoea ya dini tujiwekee waumini kwamba kutembeleana si lazima watu kupeana kitu, bali ni sunna iliyotiliwa mkazo kupeana zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika fundisho hili, tahadu tahabu, peaneni zawadi, mtafanyaje? Mtapendana. Kwa hivyo hili swala la kutunzana, kupeana zawadi ni katika jambo linaloimarisha upendo katika jamii ya Kiislamu, undugu na mambo kama haya. Lakini kutokuwepo kwa sababu ya hali zetu kuwa duni si sababu ya kukata ziara za kutembeleana. Nadhani tunaenda vizuri eh? Kwa hiyo hili tutakuja kulieleza zaidi wakati wa baada ya sala ya Idi, kwa sababu linaambatana na baadhi ya mambo ambayo yana umuhimu wetu katika jamii yetu ya Kiislamu kuja kuyazungumza, na kwa upana wake insha Allah Mwenyezi Mungu akituwafikisha tutakuja kuyataja na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuja katika suala kama hilo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi moja akawahi kuwahimiza masahaba zake, unapopika we chakula kwa sababu ya siku ya Idi, ongeza maji, mchuzi uwe mwingi. Anawahimiza masahaba zake, ongeza maji, mchuzi, sio ongeza nyama, kwa sababu anajua nyama kuipata shida, lakini kile kinyama ulichokuwa nacho Mtume anasema ongeza maji, kwa sababu wale wanaokuja kukutembelea usijisikie vibaya na wewe kwamba mtu kumkirimu japo kwa supu kidogo itakayoingia kwenye kibakuli au ujazo wa kifuu cha nazi. Tunaenda vizuri? Kwa ufupisho huu tutakuja kuzitaja tena sunna hizi insha Allah taala katika somo lijalo, na pengine tutawahi kuimaliza sala yetu ya Idi kwa ujumla, ili inayokuja tuwe tumeshafahamu tunasali vipi na tunaenda vipi katika utaratibu upi, ili tupate kuyatekeleza kwa vitendo mafundisho haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.